bado Mwenyezi Mungu anabakia kuwa mwema, kwa maana anayoyania, anayoyawaza juu yetu ni mema wakati wote. Awali ya yote napenda niwape pole sana ndugu zangu wanakipawa, familia na wote ambao tumeguswa na msiba huu. Poleni sana. Jumatatu ya wiki iliyopita kule parokiani kwetu, parokia Mongorandege, kulikuwa na msiba mmoja vile vile. Kwa binti wa miaka 11 ambaye yeye alifariki kwa ajali ya moto. Na wakati wa adhimisho lile la misa ile takatifu, walikuwa watu wengi mno na hisia zilikuwa tofauti kabisa za huzuni na uchungu mkubwa sana. Binti alikuwa anasoma fundisho ya komunyo ya kwanza, na mwezi ujao, kwa mwezi huu wa 10, ilikuwa apokeza sakramenti hiyo ya Ekaristi Takatifu kwa mara ya kwanza. Leo hii wapendwa, pia tuna msiba sio wa mtoto, na mtu mzima kabisa. Katekista wetu Padre Mpani alizaliwa mwaka 59. Kwa hiyo tafakari kwamba ndani ya siku chache tunamwombea binti mdogo apumzike kwa amani, na pia tunamwombea mzee mkubwa apumzike kwa amani. Hii inanifundisha mimi na ninyi vile vile ya kwamba hakuna muda mwafaka wa Mungu kuita mtu wake, kwamba tumezoea labda angeanza mtoto akiwa mkubwa mzima akiwa fariki, lakini muda wote ni muda wa Mwenyezi Mungu kumuita mpendwa wake. Kwa yeye hapangiwi chochote, ni muda wote wa kumuita mpendwa wake. Ndio maana tumesoma Injili ya Luka sura ya 12 ambapo Kristo anawaambia wanafunzi wake kwamba viuno vyenu na vile vimefungwa. Hii turudi nyuma katika Agano la Kale, wakati wana wa Israeli wanatoka utumwani Misri, ile siku ya Pasaka ya kwanza kule Misri, ilibidi wawe katika hali ya haraka kama viuno vyao vimefungwa mikononi mwa fimbo, kwani ni wakati wa kuingia kwenye uhuru umefika, wakati wa kuondoka Misri. Halafu sio tu kufungwa viuno vyenu kama ishara ya utayari, bali pia taa zenu zile zinawaka, kwamba pengine msafiri gizani, taa hizo zionyeshe mnapokwenda. Labda sio taa tu, bali hata matendo yenu yao yanaangaza, maana tunajua kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu. Halafu jiwekeni tayari kama watu wanaongojea wao anaporudi kutoka safari ya mbali. Na Bwana huyu hajasema kwamba atarudi saa ngapi. Muda wowote anaweza kutokea, saa yote anaweza akaja. Kwa hivyo mtumwa yule heri kwake ambaye atakuwa amekaa macho akimsubiria Bwana wake, ili akija kisha mara ya kwanza tu aweze kumfungulia. Heri mtumwa huyu. Wapendwa, Yesu anatoa mafundisho hayo kwa maana ya kwamba anaona kuna uwezekano wa watu kusinzia, kuna uwezekano wa watu kulala wakati wanasubiria Bwana wao, kuna uwezekano wa watu kujisahau ya kwamba ninamsubiria mtu afike nimfungulie mlango. Ndio maana kwa angalizo hilo kwamba hapana, kwa ninyi iweni macho wakati wote. Na mambo ambayo yaweza kufanya tukasinzia, pengine ni malimwengu haya, tukasahau ya kwamba tuna jukumu la kwanza la kusubiria Kristo. Ile siku ambayo atakuja kuchukua, tuwe macho na ngavu kumpokea yeye. Wapendwa, maisha ya Mkristo yanagubikwa na matukio mbalimbali. Matukio ya kufurahisha, matukio ya kuhuzunisha. Matukio ya kufurahisha yako mengi, yanaibua hisia mbalimbali miongoni mwa wasikilizaji wetu. Lakini
Pengine alikuwa ndio muda mwafaka, ameanza maisha mazuri, ameanza kushamiri katika maisha. Tunasema kwamba tulikuwa tunamhitaji zaidi, lakini hapo Mwenyezi Mungu akamtwaa, tunabaki na huzuni sisi mioyoni wetu. Pengine alikuwa ni baba wa familia ambaye bado mke wake na watoto wake wanamhitaji sana katika malezi, katika maisha yao ya kila siku, lakini hapo Mungu akamtwaa. Tunabaki na huzuni nyingi na kubwa. Na huyo alikuwa ni mwalimu wetu. Pengine kuna watoto walikuwa na waandaa sakramenti mbalimbali, kwa hiyo amewaacha hivyo, tunajawa na huzuni na masikitiko makubwa. Ni kweli ni sahihi kuhuzunika, lakini ni sahihi zaidi kuwa na matumaini, sababu kifo cha Mkristo sio mwisho wa Mkristo. Kifo cha muumini Kristo sio mwisho wake, na kifo kinapata maana zaidi kwa yule mtu ambaye ana imani. Ikiwa hauna imani kwa Mungu, imani kwa Yesu Kristo, kifo hakina maana. Hivyo kwa hapa kanisani sote tuamini, tuna imani katika Kristo, kifo hiki cha huyu kinakuwa na maana kwetu, na kwamba mwalimu Gabrieli hajapotea. Mwalimu Gabrieli maisha yake hajaishia tu hapo hivyo, kwa maana Mungu hakutuumba ili tufe na kupotee. Hilo sio kusudi la Mungu hata mara moja, kutuumba ili tufe na kupotee. Nao hakika ya kwamba alifundisha mafundisho hapa, akamwambia kwamba Mungu ametuumba ili tujue, tumpende, tumtumikie, na mwisho twende kwake mbinguni. Hayo alifundisha yeye kwa wengi ambao katika wako hapa. Kwa Mungu ametuumba ili tumfikie yeye. Kwa lengo lake, safari yake yote ya maisha hapa duniani ni kumfikia Mwenyezi Mungu. Hata katika Agustino amezungumza vizuri kwamba mioyo yetu haitakulia kamwe mpaka tunakulia kwa Mungu. Kwa hivyo pendwa, kifo kinakuwa sio kitu tena cha kuhuzunisha sana, bali ni mlango huo kwa kupeleka katika lengo la kuumbwa kwetu na kufanika na Mwenyezi Mungu. Tutamisi, tutahuzunika kwa kuwa macho yetu ya nyama hatumuoni tena, lakini tunafurahi mioyoni mwetu kwa kuwa yu na Mwenyezi Mungu. Ndio maana tukaanza kuimba maneno yale ya Mtume Yohana kwamba Mungu alisema mtu atakayenitumikia mimi, pale nitakapokuwa na yeye atakuwa hapo hapo. Zawadi ambayo Mungu anawapa watu wake wanaomtumikia ni kuwepo pale alipo yeye. Hebu tafakari, unakuwa pale Mungu alipo, unakuwa mahali Mungu yupo. Sio zawadi kubwa hiyo? Nataka zawadi gani nyingine zaidi ya hiyo? Ili kufikia zawadi hiyo, kwanza tunaalikwa kufanyaje? Tumtumikie. Tena tutumikie kwa nguvu zetu zote na uwezo wetu wote, huyo Mwenyezi Mungu ambaye tunataka kuwa naye. Tumeambiwa kwamba Roho ananiambia kwamba katekista aliondoka hapa kanisani Dominika iliyopita, Dominika ya 26, ndio alipoonekana kuwa mdhaifu kidogo katika afya, akapelekwa hospitalini. Ndipo hapo kurudi tena, aliondokea kanisani, kwa maana ya kwamba alijiandaa asubuhi. Leo alikuwa kule hospitalini, alijiandaa kuja kusali hapa kanisani asubuhi hiyo. Hata pengine nyumbani aliaga nenda kanisani kusali. Kwa lengo lake la kwanza Dominika ile iliyopita ilikuwa ni kuja hapa kanisani na kusali. Lengo hilo likatimia, akasali, ndipo hapo akapelekwa hospitalini. Ameondokea mahali hapa kanisani. Ukiangalia jeneza lake limefunikwa na kitambaa cha shirika la moyo mtakatifu wa Yesu. Wanamoyo wako hapa wataniambia kuna ahadi moja ya Yesu
ndio aende hospitalini. Aje kwanza aboreshe urafiki na Yesu wake ndio aende hospitalini. Haikuwa bahati mbaya kwa kuwa alitekeleza hayo ambayo aliamini akiwa hai. Hakuna bahati mbaya katika imani. Yote yanapangwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo pendwa, wingi masikio lake ambayo tuachia kutekeleza ibada za Kikristo ambazo tumepewa katika maisha yetu. Amekuwa mwalimu kwa muda mrefu sana, amefundisha mengi sana. Amefundisha imani kwa watu wengi. Ndio maana nikiangalia hapa kanisani tunamjia. Huko nje amejaa sababu ya aliyefundisha imani. Maisha yake tu yamegusa watu wengi chungu mzima kuja hapa kanisani. Hebu jiulize mimi na wewe, ingekuwa ni mimi ndiye nimelala pale, sio katekista Gabriel, ningekuwa katika hali gani? Achilia mbali kuzungumzwa na watu wengine. Na ndio maisha yangu sasa hivi ningekuwa katika hali gani? Ningekuwa niko na Mungu au niko sehemu nyingine tofauti kabisa? Kwa pendwa, muda wa hapa ulimwenguni ni muda wa kujiandaa. Ni muda wa kujiandaa kwa ajili ya kukutanika na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo jiandae. Maisha ni maandalizi ya kufika mbinguni. Jiandae, jiweke tayari kwa ajili ya kukutana na Mwenyezi Mungu. Mungu anatamani akutane na mimi na wewe siku ya mwisho. Kwa hiyo jiandae. Kuna mambo manne ya mwishoni kabisa tunafundishwa na kisiri yetu. Ndio mwishoni kwa maisha yetu mambo manne. Kuna kifo, halafu kuna hukumu, halafu kuna mbinguni, halafu kuna motoni. Kwanza kuna mlango ambao ni kifo, halafu kuna hukumu. Na hukumu wapendwa ni chaguzi zetu wenyewe za hapo. Nikichagua njia iko na lengo kufika airport, hapo naingia na watu wa ndege hapo. Lazima nitumie njia inayoenda uwanja wa ndege, ndio. Nikichukua njia inayoenda Kinyerezi, hapo lazima naenda uwanja wa ndege. Nitafika uwanja wa ndege. Ndege yangu inatoka saa 4:30 usiku, lakini nimechukua njia inayoenda majuma 6. Lakini narudi na wapi? Naenda uwanja wa ndege. Unafika. Ukifika kwa masjid unasema Mungu unaenda wapi? Naenda uwanja wa ndege. Sio huku ni kule. Nenda mimi usinisumbue. Najua nakifanya naenda uwanja wa ndege. Hiyo ndio hukumu. Hukumu ni chaguzi. Unachagua mwenyewe kwa kwenda. Kama unajua amesema ukifanya 1, 2, 3 mwishoni kule ukafanya 1, 2, 3 kwa Mungu watu wa Mungu mwenyewe nilikuwa na nia kwenda mbinguni, lakini njia zitakuwa tofauti. Tafikaje mbinguni na njia zitakuwa tofauti? Ili ufike mbinguni chukua njia iliyo sahihi inayokupeleka mbinguni. Ili ufike mbinguni chukua njia sahihi ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo tafakari katika njia gani? Safari yetu ni kwenda mbinguni. Kwa hiyo chagua njia sahihi ya kwenda mbinguni ili tufikishe kule mwisho. Baada ya hukumu, baada ya chaguzi mwenyewe, elekea aidha mbinguni au kule kwingine. Mbinguni kuunganika na Mwenyezi Mungu ambaye ndio lengo la kuumbwa kwanza. Kwa pendwa na Kristo, tunapo tafakari fumbo hili la kifo, na hasa kwenda wetu huyu mwalimu wetu Gabriel Mkwabi, tuendelee kumsihi sana Mwenyezi Mungu kwa maisha yetu wenyewe. Na kumwombea yeye afikishwe mbinguni, lakini pia kujiombea sisi wenyewe tufanye machaguzi sahihi tuweze kufika mbinguni. Kwa familia, poleni sana, na tuseme nini kingine? Tuseme asante Mungu. Tuseme tumshukuru Mungu kwa haya yote. Kwa maana ametujalia maisha ya huyu katika familia zetu, familia yetu. Mungu asante sana kwa maisha yake, kwa mafundisho yake, kwa mifano yake mbalimbali. Ni shukrani tu. Hatuwezi kulaumu Mungu kwa chochote, bali tunamshukuru sana yeye Mwenyezi Mungu. Na Zaburi anasema ya kwamba ina thamani machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu wake.
Yaani kwa Mungu anatamani, anafurahia pale mcha Mungu mmoja anapounganika na yeye. Zaburi ya 106. Kuna mtume Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha ya Gabriel. Na tunamwombea kama alikuwa maondoa ya dhambi, Mwenyezi Mungu amfikishe kwenye uzima wa milele. Raha ya milele umpe Bwana. Marehemu Gabriel wapi